Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi anzala alkitaba ala abdihi wa lam yaj'al lahu iwaja, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa nahnu mujtami'una amma ba'di. Ayyuha al-ikhwa, Qur'ani tulieleza kwamba ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tukaeleza sababu ya Qur'ani kuteremshwa kidogo kidogo. Tumekuja kuona ya kwamba inakuwa pia Qur'ani ile katika kuteremshwa kwake kidogo kidogo ni moja katika namna ya ulinzi wa kuilinda Qur'ani, ya kuihifadhi Qur'ani, ya kuitunza Qur'ani, ili kuwazuia viumbe wasiweze ndani ya Qur'ani kuingiza kitu chochote wala kutoa kitu chochote. Qur'ani pia ni kitabu ambacho kina idadi maalumu ya sura. Sura zote katika Qur'ani ziko 114. Qur'ani kuwa na idadi maalumu ya sura inakuwa pia ni moja katika namna ya ulinzi wa kuilinda ile Qur'ani, ya kuitunza ile Qur'ani. Ukichomoa sura moja tu au ukiongeza sura moja tu kwa sekunde moja tu, ulimwengu mzima utajulikana na watakuuliza umeipeleka wapi, au hii ulioileta umeitoa wapi. Qur'ani ina idadi maalumu ya aya. Aya zote zinakuwa ni 6236. Ukiongeza tu aya moja utajulikana, na ukipunguza aya moja tu utajulikana. Na pia Qur'ani ina idadi maalumu ya maneno. Jumla ya maneno yote katika Qur'ani yanakuwa 76,440. Ukiondoa tu neno moja katika Qur'ani, mahali popote pale utajulikana, na ukiongeza neno lolote moja tu katika Qur'ani utajulikana. Na katika zile herufi zake, alfabeti zake za lugha ya Kiarabu 28, katika ule mchanganyiko wa kuziandika sura 114, jumla ya herufi zote zinakuwa ni 322,373, na vitu vyote hivyo vimebebwa na juzuu 30. Na ni kitabu ambacho kipo katika toleo moja tu, katika version moja tu. Dunia mzima wanasoma Qur'ani moja tu. Na pia ni kitabu ambacho kipo katika lugha yake mama iliyoteremshiwa. Kwa hiyo Qur'ani kuwa na idadi ya vitu vyote hivyo tulivyoeleza inakuwa ni moja katika namna ya ulinzi wa kuilinda ile Qur'ani. Qur'ani pia kubakia katika toleo lake moja, dunia mzima inasoma Qur'ani moja, inakuwa pia ni katika namna ya ulinzi wa kuilinda ile Qur'ani. Na pia Qur'ani kubakia na lugha yake mama iliyoteremshiwa, lugha ya Kiarabu, Kiarabu cha Kikuraishi, inakuwa pia ni katika moja ya namna ya ulinzi wa kuilinda ile Qur'ani. Ukijaribu kuipotosha Qur'ani kupitia tafsiri yako ya Qur'ani, kupitia tafsiri yako katika lugha nyingine isiyokuwa hii iliyoteremshiwa, kwa sekunde moja tu utajulikana, kwa sababu watu watarejea katika ile lugha mama ya Qur'ani, wataona na watakwambia tafsiri yako hatuikubali, umeipotosha Qur'ani. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kipo katika ulinzi wa hali ya juu kabisa. Kinakuwa kitabu hiki ni tofauti na vitabu vyote alivyoviteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwateremshia wanadamu. Kitabu hiki kinakuwa ni kitabu cha wakati wote na muda wote na zama zote, mbele ya watu wote na mahali mote, mpaka kitakaposimama kiyama. Qur'ani pia ikaja ikaeleza yenyewe katika sababu ya ile Qur'ani kuteremshwa kidogo kidogo. Katika sura ya 25
Surati al-Furqani aya 38, waqala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquranu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Wakasema wale waliokufuru, mbona mtume huyu hakuteremshiwa kitabu hiki chote kwa mara moja, namna hivi unavyoiona Qur'ani ilivyo katika kitabu kimoja? Tumeiteremsha kidogo kidogo, linuthabbita bihi fuadaka. Sababu ya kwanza tupate kuutia nguvu ule moyo wake yule mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa zile aya mpya mpya na sura mpya mpya zinazomteremkia kila baada ya muda fulani yule mtume. Jambo hili kama ile Qur'ani ingeliteremshwa yote kwa mara moja lisingelipatikana. Kwa hiyo sababu nyingine ni kuutia nguvu ule moyo wake yule mtume. Sababu nyingine, Qur'ani inakuja kusema warattalnahu tartila, na tumeiteremsha kidogo kidogo hii Qur'ani, lakini tumeipangilia katika mpangilio uliokuwa mzuri kabisa. Katika Qur'ani tunakuja kuona kwamba kila kitu kipo katika mpangilio maalum wa kimahesabu ya hali ya juu kabisa. Tumekuja kuona lile neno Bismillahirrahmanirrahim, tumesema kwamba lina herufi 19 za lugha ya Kiarabu, 19 Arabic letters. Lile neno Bismillahirrahmanirrahim limejengwa kwa maneno manne: Bismi Allahu Arrahman Arrahim. Unakuja kukuta katika Qur'ani neno bismi ambalo ni ismu, maana yake ni jina, katika Qur'ani mzima limetajwa mara 19. Allahu, jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika Qur'ani mzima limetajwa mara 2698. Lina idadi maalumu jina hilo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu hiki kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Kwa hiyo ukichomoa moja ukiliondoa mahali popote utajulikana, na ukiongeza moja utajulikana mahali popote pale. Na katika mara hizo 2698 maana yake ni 19 mara 142, 2698. 2698 ukija ukiigawa kwa 142 inagawanyika kwa 19 bila kubakia kitu. Na kule anakwenda kusema katika suratul Mudaththir, alaiha 19, juu yake kuna walinzi 19. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba lina idadi maalumu jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim. Kwa kulionyesha hilo, Suratu Al-Intifari, sura hii ni sura ya 82 katika nambari ya uteremsho kumteremkia mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika nambari ya kupangwa katika kitabu imekwenda kupangwa hivyo hivyo, imekuwa ni sura ya 82. Sura hii ndiyo sura pekee katika sura zote za Qur'ani ambayo katika aya yake ya 19, sura hii ina aya 19. Katika aya yake ya 19 imemalizia na jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal amru yawmaidhin lillah, na amri zote siku hiyo zitakuwa ni za kwake yeye tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Limemalizia kwa jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuanzia nyuma ya mashafu katika surati Nasi mpaka utakapokuja kuikuta Suratul Al-Intifari katika aya yake ya 19, ili jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linalopatikana kwa mara ya 19 katika aya hii linakuwa la 19. Basi kwa kutokea nyuma ya mashafu mpaka hapo ndio linakuwa ni la 19 pia. Hebu angalia kitabu hiki kitakatifu kilivyopangiliwa katika mpangilio wa kimahesabu ya hali ya juu. Kwa hiyo 2698 ukitoa 19 inabakia 2679. Kwa hiyo kwa kutokea mbele ya mashafu nako katika surati Nasi mpaka katika suratul Fatiha mpaka utakapokuja kuikuta Suratul Al-Intifari, kwa kutokea mbele sasa katika Suratul Fatiha mpaka hapo
linakuwa limetajwa mara 2679. Kwa hiyo unakuja kukuta ya kwamba kwa kutokea mbele na kwa kutokea nyuma mpaka utakapoikuta suratul Al-Intifari inakuwa na idadi maalum. Ukichomoa moja tu utajulikana, na ukiongeza moja tu utajulikana, na inajulikana katika kila sura na katika kila aya limetajwa mara ngapi. Kwa kutokea nyuma ya mashafu mpaka pale utakapoikuta suratul Al-Intifari limetajwa mara 19 mpaka lile linalopatikana katika aya ya 19 katika suratul Al-Intifari inakuwa ni la 19. Kwa hiyo inajulikana kwa kutokea nyuma kwamba ni sura gani na sura gani na aya gani na aya gani lile jina tukufu la Mwenyezi Mungu limetajwa. Na kwa kutokea mbele ya mashafu katika suratul Fatiha mpaka hapo utakapokuja kuikuta suratul Al-Intifari limetajwa mara 2679, na jumla yake hapa ukijumlisha inarudi pale pale, inakuwa ni 2698. Maana yake 19 mara 142, 2698. 2698 ukija ukiigawanya kwa 142 inagawanyika kwa 19 bila kubakia kitu. Na katika Qur'ani anaenda kusema alaiha 19, juu yake kuna walinzi 19. Neno Ar-Rahman katika Qur'ani nzima limetaja mara 57. Maana yake 19 mara 3 57. 57 ukiigawanya kwa 3 inagawanyika kwa 19 bila kubakia kitu. Neno Ar-Rahim limetajwa mara 114 katika Qur'ani mzima. Kwa hiyo maana yake ni 19 mara 6 114. 114 ukiigawanya kwa 6 inagawanyika kwa 19 bila kubakia kitu. Kwa hiyo ni kitabu chenye udhibiti maalum, ni kitabu chenye mpangilio wa kimahesabu ya hadi ya juu kabisa, ambayo mahesabu ambayo inakuwa ni moja katika namna ya ulinzi wa kuilinda ile Qur'ani, ya kuhifadhi ile Qur'ani, ya kupangiliwa ile Qur'ani. Imepangiliwa katika mpangilio wa kimahesabu wa hali ya juu kabisa, na pia Qur'ani inakuwa haina ulinzi wa aina moja. Ulinzi uliokuwa katika Qur'ani ni wa aina nyingi. Kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi. Kwa leo katika darasa letu tunasimamia hapa, darsa ambalo Qur'ani ni muujiza wa muujiza, ni muujiza uliokuwa mkubwa wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah Allah Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah Allah Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah Allah Allahu akbar.